Paka pika pakua Juma. Pika pakua wote. Kwa kukatali kwa katani Nifa. Au ndo maana pale alinyanyuka. Alinyanyuka, alijua kwa Mchaga angeendelea kamkata mabawa Mchaga. Pale kamkata mabawa. Juma una ushahidi gani wa hayo mambo? Akitaka ushahidi tutampa ushahidi. Usije ukayazua. Siyazui. Unajua ni jambo la kheri. Mimi na Nifa ipo single. Stukizi ana mtu wake ndio huyo, lakini upande mwingine Nifa ndo kashika kijiti sasa hivi. Nifa anaitaka ndoa. Kwa Stukizi anaitaka ndoa. Yaani wale Stukizi anamtaka Nifa kwa ndoa kabisa. Kwa ndoa kabisa, iwe halali. Iwe halali. Na sio jambo baya, jambo la kheri. Lakini sasa kwa nini dada yetu akatae? Yake na ni wiki iliyopita tu. Nahisi kwamba bado kuna makubaliano wenyewe hawajakubaliana. Kwa sababu kuna mmoja anataka dunia ijue. Na kuna mwingine bado hajaridhia. Dunia ijue. Umeelewa? Lakini wanaishi pamoja, pika pakua. Nifa uwaga anaenda kwa zombi, anapika, anatandika, anaanua. Mama. Stukizi anaenda Masaki kwa Nifa, anapikiwa, anakula vyakula, anapumzika kidogo. Mawasiliano Stukizi na mama mkwe yapo under control. Umeelewa vizuri? Kuna yani muda utaongea. Muda utaongea, kuna siku tu asubuhi tutaamka tutaona I love you tu kwa pale imejaa pale kwenye mitandao ya kijamii. Basi kila mtu atabaki na bumbuazi. Ila ni muda bado tu. Unajua Mbeya tena hatumwi. Mbeya hatumwi. Hatumwi. Kila kitu muda. Na wanasema alisemalo lipo. Kama liko njiani. Kwa sababu hata hiyo airport anaosema. Nifa alivaa black and white fulani hivi, nguo fulani hivi, black and white na sasa kama hapa amesema walikuwa watu kama wanne. Mbona tuone takuwa wakiposti hata Snapchat kwamba jamani nilikuwa na hii watu wanne hawa. Watu wanne hawa walinisindikiza. Kweli Stukizi aache kazi zake akamsindikize Nifa mshikaji wake airport. Na mvua zilinyesha. Si BFF. Sasa ndo simu moja tu jamani, mshikaji Mnyamwezi. Mimi napenda Nifa ana akili, Stukizi ana akili. Sio mbaya kwa sababu Nifa sasa hivi Nifa si kashachika. Ila pia anachosema Juma kama anaanza kukielewa. Vile ambavyo alivyokuwa anazungumza, yani Nifa alivyokuwa anamzungumzia Stukizi. Kwamba huyu bwana nimefahamiana naye toka 2019. Wewe Monica naye mdogo. Mimi najaribu. Monica mdogo huko mkubwa wa mambo. Au arudie tena huyo. Wala mimi sitaka kurudia. Yani kuna feeling fulani inakujia na unamuelewa yule dada, yani mpaka umuelewe kwa jicho la tatu ama sikio la tatu kabisa. Nifa mpaka umsikie. Angalia interview kabisa kwa mara ya pili, iangalie vizuri, utairudie YouTube alafu amsikilize Nifa anavomdadavua, anavomuelezea, sababu Stukizi kafanya interview na Liliomi kwenye exclusive pia na yeye pia alivyokuwa anadadavua anamnyambulua Nifa pale kwa muda ule. Wewe utoboi. Hatari sana. Kwa hiyo ni jambo la kawaida sana. Jambo la kawaida. Mimi niwaombee heri. Panapoondoa basi lifanyike jambo la ndoa. Mimi nataka waoane kwa sababu chini jamani haipendezi. Ila official Nifa na Stukizi ni mtu